Katika video fupi iliyopita tulionyesha ufunuo wa kinabii kuhusu mwisho wa nyakati katika Mwanzo 29 kuhusiana na Yakobo pamoja na Lea, Raheli na idadi ya miaka ambayo hatimaye anamtumikia baba mkwe wake. Na nilikuambia kuwa nitakuonyesha jambo hili katika sehemu nyingine pia. Unaona, ni siri hii ya miaka 13 na mwaka wa 14 wa mwisho. Kama unavyojua, ikiwa umekuwa ukifuatilia, mwisho wa nyakati ni miaka 14, si 7, na tunaona hili kila mahali. Tumezungumzia hili hapo awali, ambapo katika Israeli ya kale mwanamke angeolewa wakati wa kubalehe akiwa na umri wa takriban miaka 13. Baada ya ndoa angeondoka kwenda kuandaa mahali kwa mwaka mmoja na kurudi katika mwaka huo wa 14, 13 hadi mwaka wa 14. Tumewahi hata kushiriki katika Mwanzo sura ya 16, 17 na 21 hadithi ya Abrahamu. Alikuwa na umri wa miaka 86, alimzaa Ishmaeli. Kisha baada ya miaka 13, sasa ana umri wa miaka 99. Ishmaeli ana umri wa miaka 13. Mungu anafanya agano naye baada ya miaka 13, na katika sura ya 21 Isaka yule wa ahadi anakuja mwaka wa 14. Tunaona hili pia ndani ya mazungumzo hayo. Unajua kwamba mazungumzo ya Luka ni ya kabla ya dhiki kuu na sehemu inayoitwa juu, kama vile Wakorintho wa pili sura ya 12. Ni kipindi cha siku 50 kinachoanza na kipindi cha kabla ya dhiki kuu. Kisha una mazungumzo ya Marko, miaka 7 ya mihuri, na mazungumzo ya Mathayo, miaka 7 ya tarumbeta. Kwa hivyo, ni nini kinatokea katika Mathayo 24? Wakati wa kuja kwa Bwana katika siku na saa ambayo hakuna mtu aijuaye, inasema tu katika Mathayo 24 kwamba itakuwa kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anarudi miguu chini kwenye mlima wa Mizeituni mwishoni mwa miaka 13 ili kuanza mwaka wa 14, naye ataanza kwa kufanya upya agano. Na atakapofanya upya agano hilo itakuwa mwaka mmoja kama siku za Nuhu, na mwaka huo wa mwisho na siku 10 zitakapokwisha kama siku za Nuhu, kama tulivyowaonesha katika mafundisho mengine, itakuwa yubile ya mwisho 13 hadi mwaka wa 14. Naomba ikubariki. Kwa heri kwa sasa.